Jambo Tanzania, karibu Yego Asu TV katika mwendelezo wa kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali iziweni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yego Asu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yego Asu TV, sauti ya jamii. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mara, SACP Pius Rutumo, hii leo ametoa taarifa ya matukio mbalimbali yaliyojitokeza ndani ya mkoa wa Mara kwa mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Akizungumza kwa njia ya simu, Kamanda Pius Rutumo ametolea taarifa ya matukio mawili ya watu kujinyonga, ikiwemo moja la kijana mwenye umri wa miaka 35 na moja la mtoto wa umri wa miaka 13. Na kwamba kilichotokea ni kwamba watoto hao wanaoishi na bibi yao, yeye marehemu akiwa na umri wa miaka 13 na mdogo wake mwenye umri wa miaka 11, walikuwa wanafua nguo hapo na wakizianika kwenye kamba ya waya kama michezo ya watoto. Kwa hiyo baadaye mtoto alifunga tai kwenye kamba ya waya na kujifunga shingoni, hali iliyopelekea baadaye kushindwa kuifungua ile kamba kama mchezo, na hivyo ikamnyima hewa na akafikia kufariki dunia. Kwa hiyo ni kweli tukio limetokea, lakini limetokea katika mchezo wa watoto wakiwa wanafua nguo. Sawa kiongozi, kwa hali hiyo sasa nini wito wa jeshi la polisi kwa wananchi, na hasa kipindi hiki ambao watoto wanaenda shule, na hali ya usalama kwa ujumla kwa mkoa wa Mara, kwa wananchi wa mkoa wa Mara? Kwanza ifahamike kuwa watoto wana michezo mingi, lakini wito ni kwamba ni kuwa tu waangalifu na kuwakemea watoto mara kwa mara kutoigiza vitendo viovu, sababu mtoto kufanya jambo hilo inawezekana pengine alishaona watu wamefanya hivyo. Kwa hiyo wito mkubwa hapa ni kwamba tusiwashirikishe watoto kwenye matukio ya watu pengine kujinyonga. Inawezekana mtoto huyo aliwahi kuona au alisikia. Kwa hiyo tuendelee kuwaelimisha watoto wetu, na lakini pia kutokuwashirikisha kwenda kwenye matukio ya watu kwenye matukio ya kujinyonga. Mimi kusema kweli nilikuwa hapo sehemu hiyo kule kwa natengeneza samaki. Baada ya kuwa bibi yake na marehemu amenunua samaki, nikawa nimetengeneza samaki hizo, nashtukia bibi mtu ndiye ananiambia kwamba mama wa samaki, naomba ukimbie kule niangalizie huyo mtoto, mbona naona kama amesimama tu. Nikamwambia amesimama. Nikakimbia kufika hapo kweli, nikakuta ameweka tai shingoni. Sasa baada ya kuwa ameweka tai shingoni, nikamwambia mbona ameweka tai? Akasema hebu ngangana umfungue. Ikanishinda. Baada ya kuwa imenishinda, nikamtuma mtoto, hebu lete kisu tukate hii tai. Ndio tukawa tumekata tai na mtoto akaanguka hapo chini. Bibi yake akatoka, ndiye akafika akaniambia hebu chukua hii dawa, naomba ufanyeje. Alikuwa ni mafuta, mpake utosini. Nikapaka hayo mafuta, kanipa mengine hebu paka kwenye moyo, nikapaka. Tulikuwepo na vijana wengine hivi, wakaja wakasema hebu muwe mnampiga kwenye nyayo. Kwa kweli huo msaada tulijaribu kupiga kwenye nyayo, vijana wakawa wanapigilia kwenye nyayo. Mimi ananiambia hebu mkandamize kabisa kwenye tumbo, maana mimi siwezi, naomba unisaidie. Na mimi nikawa nimemsaidia. Basi vijana wakawa wanaendelea kupiga kwenye nyayo, hatimaye ndio ikatokea hivyo. Hapa tukio lilipotokea kwa mama Marieta ni kama nyumba ya tatu kufika nyumbani kwangu. Nilikuwa nyumbani, mtoto akaja akasema mama Epi amejinyonga. Nikakimbia kweli kufika, nikakuta mtoto amejinyonga yuko chini. Nikauliza amekuwaje, akasema alikuwa anacheza mchezo na tai kwenye kamba. Ni mtoto ambaye amemaliza darasa la 7 na amefaulu kwenda shule ya sekondari Mwisenge. Kwa hiyo tayari ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza shule ya sekondari Mwisenge. Kwa sababu kubwa inayosema ilikuwa ni mchezo. Kwa sababu kubwa inayosemekana ni mchezo, kwa sababu hata nimewauliza watoto wenzake wakadai kwamba walikuwa wanacheza. Alikuwa anacheza, amesema hivi huwa wanajinyonga hivi. Kwa hiyo aliposhika ile tai akafanya kujaribu, ikamng'ang'ania.
Kwa kweli tukio limesikitisha na ni tukio la muda mchache, lakini ni mtoto alikuwa kwenye mchezo, alikuwa ameanza kufua nguo za shule, wakawa anajaribisha kwamba tunafunga tai, anamuonyesha mwenzake namna ya kufunga tai. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ndio ikatokea hivyo. Ilikuwa ni mchezo, hakudhamiria kwamba anafanya kitu cha namna hiyo. Mtoto jamani, nikachukua kangu, nilikuwa ndani mimi, walikuwa anacheza. Sasa wenzake amemaliza kufua nguo zake tangia asubuhi, amepika, amemaliza kupika, akaingia kucheza. Walikuwa anacheza na haka katoto, hebu njoo kaite haka. Haka nani haka nalea yuko wapi? Sasa matokeo yake haka ndio kakao kanamwagia. Mimi sasa nashuhudia dirishani pale. Nikasema nini hiki? Kakasema bibi, kakakimbia bibi. Huyu wapi? Mbona hasemi? Nikatoka nje. Nilipotoka nje mama mmoja alikuwa hapa. Si ndio nikamwambia, "Mama, hebu kimbia huyu kamuone. Amekuaje?" Kuja kuangalia mama ametoa na ulimi. Mama. Ni michezo. Walikuwa wanajaribisha kufunga nani tai. Ni michezo. Mwanangu, mjukuu wangu, nilikuwa najitahidi ya watoto. Ebi ana umri gani? Muite Lea. Lea si anajua. Mungu wangu. Ni mwanafunzi. Alikuwa ni mchezaji wa mpira. Mwanafunzi mchezaji wa mpira. Mungu wangu. Famu 1. Ameshaanza. Lea alikuwa na siku 4. Baba. Hebu njoo mama. Njoo. Huyu mama ndiye nikamwambia mkatie, amekuaje, hebu kimbia muone. Akakimbia akamuona, akasema mbona huyu ametoa na ulimi jamani. Tukakimbia tukamkata sasa. Tukakata kisu. Kukata kitu akaanguka tu chini. Moyo ulikuwa bado humo, tukahangaika hapo tunataka kumpeleka hospitali, tukaona moyo umekata. Baba. Na sambamba na hilo kiongozi, kuna tukio lilitokea tarehe 8 mwezi wa kwanza 2025 katika kata ya Nyasho manispaa ya Musoma, mwananchi mmoja ambaye alifahamika kwa majina ya Bigambo Chamkaga Zablon alikuta amejinyonga kwenye chumba chake. Sijui upande wako wewe unalizungumziaje hilo tukio? Tukio la tarehe 8, ninachoweza kusema ni kwamba matukio ya kujinyonga si mageni katika familia. Sana ni kuzitaka taasisi zote zinazohusika na mambo ya kijamii na akili ya saikolojia ya akili, wataalamu wanasema afya ya akili. Kwa hiyo watu waendelee kuelimisha jamii, waache kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu haya ni maamuzi ambayo watu wanajichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo ni matukio ambayo yapo kwenye jamii. Lakini ni jamii ambayo inahitaji tu elimu ya kuacha kujichukulia sheria mkononi pale wanapokutwa na magumu. Na ukiangalia kwa kweli tukio lenyewe ni tukio la kusikitisha. Kuangalia ndugu yetu aliyepatwa na umauti kwa kujinyonga ni kijana mdogo mwenye umri kati ya miaka 30 mpaka 35 anayejulikana kwa jina la Chamkaga Bigambo, na limekuwa ni tukio la ghafla sana. Na ukiangalia sababu yenyewe ya kujinyonga, kwa taarifa za awali ambazo zinasemwa chanzo ni wivu wa kimapenzi baada ya mkewe kuondoka na kuchukua vyombo vyote ndani, na hii kamfanya mwenzetu kupata na msongo wa mawazo mpaka kufikia kwenye hatua hiyo. Kwa kweli ni jambo la kuumiza sana. Ukiangalia ni kijana mdogo ambaye bado ni nguvu kazi ya taifa, na wito wangu tunaendelea kuwasihi wananyasho na jamii kwa ujumla kwamba lazima tuwe tunachukua hatua kwa mambo kama haya ili kuyaepuka. Ukiangalia jambo lenyewe lilopelekea umauti ni migongano kati ya mke na mume na mke kuondoka, ambao mpaka limepelekea mwenzetu kupata umauti. Kwa nitoa wito tu kwa vijana wenzangu wa kike na kiume kwamba mahusiano yasiwe changamoto kubwa kwetu mpaka kusababisha watu tunafikia kwenye mauti, mpaka tunafikia kupoteza, kuaga dunia. Nikaendelea nikamuita kwa jina lake anajulikana jina la Bigambo Chamkaga Zablon.
Kamuita Bigambo, Bigambo, sikupata jibu. Bigambo, Bigambo, sikupata jibu. Nilipojaribu kushika mlango ukafunguka wenyewe, ndio nikaingia ndani. Nilipoingia ndani kamuita mwenye nyumba, hebu tuingie wote. Baada ya kuingia wote, kwenye kitanda hakuwepo mtu, lakini baada ya kuangaza angaza ndio tukamwona kwa pembeni ananing'inia, amevaa shuka shingoni na nyingine iko kwenye ubao. Hatukumshika, tukapiga simu polisi, polisi wakaja kuchunguza, kawa ameshakufa. Jamani, unapokuwa hata kama unampenda mke wako au una kitu kinachokuudhi, ninawaomba wanajamii mjaribu kuwa na utulivu, kutafakari jambo lenyewe. Hata kama ingewaje mwanamke unampenda, jaribu kutuliza akili, kutafakari mwenyewe na kuomba msaada kutoka kwa mwingine. Kabla ya tukio, mpangaji wako hali yake ilikuwaje? Kabla ya tukio, mpangaji wangu jana alikuwa vizuri tu, akatusimulia hadithi kwamba ameibiwa vitu. Ametoka kwa mwenyekiti kusema ametoka ziwani, juzi aliondoka vizuri hapa, anamwacha mwanamke yuko hapa. Sasa jana anarudi kutoka kazini kwake ziwani huko, alipofika hapa akashangaa nyumba iko wazi. Mimi sikuwepo wakati wa asubuhi hiyo, nilikuwa nimeenda zangu kanisani. Sasa nimerudi ndo akaniona, mama, shikamoo, marahaba, naomba uje humu ndani. Kaingia ndani, mama, huyu mwenzangu mbona ameondoka na vitu vyote humu ndani? Amebeba madumu, amebeba mpaka TV, hadi jiko la gesi amebeba. Atapikia nini? Basi baada ya hapo akawa amesharipoti kwa mwenyekiti. Akaenda kaandikisha, akaja kaniambia naenda Kigera, polisi Kigera kuripoti. Akaenda naenda mpaka na nyumbani kwao na mwanamke. Akawa ameenda huko kwao na mwanamke. Sasa sijui alichojibiwa huko. Akapata hiyo arabi yake, sijui alipata, sijui hakupata. Hakuja tena kuniambia kwamba nimepata au sijapata. Akaondoka. Akakaa huko yeye, hapa amerudi kwenye saa 2 usiku. Namaliza kupika chakula ndio ikanituma. Leo Bigambo mpaka saa hizi hajaamka. Yumo kweli humu ndani? Kuangalia mlango, mbona amefunga kwa ndani? Huyu yumo ndani. Atakuwa yuko wapi? Ita Bigambo. Nikamuita binti, njoo nisaidie kumuita kaka yako kama yumo humu. Ameita hamna. Akapiga na simu. Akasema, mama, simu inaonekana kama inaita lakini haina sauti ya kwake kule. Twende tukamuite mwenyekiti, ili jambo hatuwezi si wenyewe. Aje mwenyekiti hakikishe kama kweli huyu kijana yumo humu ndani au vipi. Tumemsubiri mwenyekiti hapa kwenye saa 9. Amekuja. Baba yako hivi na hivi na hivi, leteni stuli tuchungulie. Mlango umefungwa. Gonga mlango wapi? Gonga mlango wapi? Tukasema hivi leo mlango na nini, huyu mtoto amejifungiaje na kata na matatizo? Kwani ana matatizo anaingia kufunga mlango na kati watu tupo hapa nje kwa kumsaidia? Basi kawa bahati nzuri Mungu akasaidia, baadaye mlango kaachia. Naingia ndani hapo, mlangoni maji yamejaa hapo. Yamejaa maji. Nikasema mbona kuna maji mengi hivi, huyu mtoto alijimwagia maji huko ndani. Alikuwa na ndoo za maji. Naingia ndani mimi naogopa. Mbona kitandani hakuna mtu, ni neti tu imefunika, mashuka yapo mzima tu. Mwenyekiti akasema au muone, kamwambia mimi si muone, labda tuchungulie uvunguni. Mwenzangu akaingia. Alipoingia mwenyekiti, mimi nikawa nimeogopa natoka. Akasema mbona yuko hapa? Yuko hapa kwenye ukuta hapo, kwenye kona, amejivilikisha shuka, ameshakatika. Jamani, mara hii ameshakuwa hivyo. Eti mwenzetu jana tulikuwa tunaongea naye vizuri tu, leo yameondoka. Basi ndio mwenzangu mwenyekiti kupiga simu kwa polisi huko, piga simu kwa kina mtendaji huko, piga simu kwa wahusika. Wamekuja hapo kushuhudia. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Asante kwa kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Hii ni Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nadu, chumba cha habari amesimama Dakawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.